wajibu na majukumu kwa wanandoa kama wanayatambua. Kwa kifupi naweza kusema kwamba baadhi wanayatambua. Lakini kwa asilimia kubwa ya walio wengi hawayatambui. Yaani wanaishi tu, na ndio maana unakuta sasa hivi kuna migogoro ya watu kutelekezewa watoto. Unakuta sasa hivi kuna migogoro ya watu kutokulipa sijui kodi za nyumba. Yaani yale majukumu hasa ambayo yanamfaa baba kufanya, anayafanya mama. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawajajua nani anawajibu wa nini na nani anawajibika na nini. Na ili uweze kutambua wajibu na majukumu yako kama mwanandoa, unapaswa kujua kwanza maana ya wajibu ni nini. Au unapaswa kujua maana ya majukumu ni nini. Maana ya wajibu kwanza ni jambo ambalo linakutaka wewe kulitekeleza kwa 100%. Kwa 100%. Na kwa kufuata taratibu za kiimani. Kama imani zenu linasema hivyo, manake hilo ni wajibu, lazima lifanyike. Lakini pia kwa misingi ya kisheria, kwa misingi ya maadili ya familia yenu au ya tamaduni zenu, lakini pia kwa misingi ya makubaliano baina ya mke na mume. Kwa hiyo unapoambiwa hili jambo wewe baba au wewe mume ni wajibu, manake hiyo ni kisheria unatakiwa ulitekeleze. Au kiimani unatakiwa ulifanye. Mfano, tunaposema kwamba mume wajibu wake ni kulisha familia. Siwezi hatutaki kuja kusikia kwamba wajibu umetoka kwa mume umehamia kwa mke. Kwamba mke sasa ndo analisha familia. Hapana. Iwe labda kama wamekubaliana. Na ndio maana mwisho wanasema kuwe na makubaliano. Lakini wajibu wa kuhemea nyumbani ni wajibu wa mume. Kuhakikisha chakula kinapatikana kwa familia yake. Mnanielewa? Lakini wajibu majukumu ni jambo la kiutendaji. Ambalo au shughuli za kiutendaji za familia ambazo zinatakiwa zifanyike. Mfano labda kupika, mfano labda kufanya usafi. Yaani majukumu yale ya kiutendaji. Sasa haya wajibu na majukumu yanatofautiana baina ya mke na mume. Lakini pia kuna yale wajibu na majukumu ya pamoja. Yaani mke na wajibu wake, yaani wote wanashirikiana kwa pamoja, inawahusu wao wawili. Mfano, malezi. Sawa. Malezi ni wajibu wa mke na ni mume. Sio kwamba ile kazi ya mama hii. Hapana. Kwa maana mama ana nafasi yake kwenye malezi, mke ana nafasi yake kwenye malezi, na mume ana nafasi yake kwenye malezi. Unanielewa? Lakini pia labda wajibu wa kuitunza faragha ya ndoa ni wajibu wa mke na ni wajibu wa mume. Kwamba ni lazima mtunze faragha za nini? Za ndoa. Wajibu wa pamoja labda kuheshimiana. Haipaswi labda mtu mmoja amheshimu mwenzake sana kuliko mwingine hataki heshima. Hapana. Ni wajibu wa pamoja. Mke amheshimu mume na mume amheshimu mkewe. FM.